Nisameheni sana wana CCM wenzangu. Nisamehe sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa kutokuelewa mapema. Lakini sijachelewa. Nitazungumza kwa ufupi kutokana na muda. Nimehudumu katika chama tokea tupo kafu mpaka tukahaji na kuingia chama cha ACT Wazalendo. Kiufupi, nimehudumu katika nafasi za kiutendaji kuanzia tawi, jimbo mpaka nikiwa katibu wa mkoa wa vijana, mkoa wa mjini. Lakini pia nimemalizia kwa nafasi ya katibu na mipango ya chaguzi taifa. Pamoja na unyonge unaoona na udogo wangu, nimefanya kazi ya kumpinga Dr. Mwinyi kwa kutokumuelewa. Na ndio maana leo natanguliza samahani kubwa kwake na kwenu wana CCM kwa kutokuelewa hili mapema. Kiufupi, baba yangu mimi mzazi alenizaa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Ni mara kadhaa nimekosana naye kwa sababu ya kutokuelewa na kulishwa maneno. Na kiufupi nilikuwa sijajua. Lakini baada ya kujua, juzi nimefanya maamuzi. Na baada ya kufanya maamuzi, naihurumia nafsi yangu kwa kuchelewa. Lakini nafsi yangu inanambia hujachelewa. Huu ni wakati wa uchaguzi. Una wajibu sasa wa kukisaidia Chama cha Mapinduzi, kumsaidia Dr. Mwinyi kwa dhamira alionayo ya kuyajenga maridhiano haya ambayo yameachwa na waasisi, lakini hakufikia mahala yeye ameyarithi na kuyabeba kwa kifua chake, na leo Dr. Mwinyi tunayaona anayoyafanya. Maridhiano haya ndiyo aliyobeba kwa kifua chake, leo maendeleo kila kona. Tuna falsafa moja Mheshimiwa Rais, huko ninakotoka katika chama tulichotoka, kwamba pinga ukiona na pinga usipoona. Hata ulikuwa ufanye jema gani, sisi tulikuwa tunafumba jicho moja tunatazama, moja hatutazami. Tusamehe sana. Lakini nikwambie, mimi kama wakati huo nilikuwa katibu wa vijana, nilikuwa ni mjumbe wa sekretarieti ya chama katika mkoa wa mjini. Wajumbe walikuwa watu 7. Nikiwakilisha kundi la vijana katika vikao, nilikuwa nalia sana namna vijana wanavyopotezewa muda wao. Na nilikuwa naangalia kama viongozi wa vijana, tabu tunayoipata katika kuwapata vijana, kuwashawishi na kuwavuta kuja kujiunga na chama chetu. Na ndiyo maana vile vile sura zote unazoziona katika mikutano ya ACT Wazalendo, miaka yote hazibadiliki, sura ni zile zile. Hakuna kipya kinachozaliwa. Kipya kinachozaliwa ni mapasuko kila kukicha ya chama ndani ya chama. Na ndiyo maana mpaka hii leo bado kuna viongozi washajua kabisa kama wamekataliwa, lakini kwa sababu ya mazingira waliotengenezewa, hakuna anayethubutu kumwambia unakosea, hata kama anakosea. Na wewe kama kijana, sisi ndio waathirika wakubwa. Mheshimiwa Rais, kuna wimbi kubwa la vijana wa Kizanzibari ambao tumeishi katika mazingira magumu ndani ya chama cha ACT Wazalendo tokea tupo kafu. Tunakuomba sana kwa mikono miwili utupokee sisi wingu hili kubwa la vijana kuja katika Chama cha Mapinduzi. Tuko wengi sana. Tuko wengi sana Mheshimiwa. Ni kwa muda mrefu sana tumekuwa na kilio kikubwa. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana.